Mjadala ni kuhusiana na sakata na madai ya uuzwaji wa dhahabu, ambapo ndani ya siku tatu zilizopita kumekuwepo na taarifa kwamba serikali ya Tanzania ipo katika hatua za kuuza akiba yake ya dhahabu ili kufadhili miradi mbalimbali. Hii ni moja kati ya hoja nzito ambayo imekuwa ikizungumzwa na wanasiasa na hata wa Tanzania. Benki Kuu ya Tanzania ilikanusha taarifa hizo kwamba serikali inajiandaa kuuza akiba yake ya dhahabu ili kufadhili miradi ya serikali. Kufuatia hatua hiyo, pia baadhi ya wanasiasa wameibuka na kuchambua kwa undani zaidi kuhusiana na sakata la uuzaji wa akiba ya dhahabu. Aliyekuwa mwenyekiti wa baraza la vijana Chadema John Pambalu amesema usiyojua yaliyo nyuma ya pazia sakata la kuuza akiba ya dhahabu ya taifa. Dhahabu ya akiba ya taifa si mapambo wala mali ya kawaida, ni bima ya mwisho ya uchumi wa nchi, ni ngao ya taifa wakati wa misukosuko ya kifedha duniani. Kushuka kwa thamani ya fedha au mdororo wa uchumi, taifa linalogusa dhahabu yake ya akiba bila dharura ya kitaifa huwa linakili wazi kuwa mfumo wake wa uchumi umefeli. Hasara za kuuza dhahabu ya akiba. Kuuza dhahabu ya akiba ni sawa na kuuza msingi wa nyumba ili kujenga paa. Ni uamuzi unaotoa suluhisho la muda mfupi, lakini unaacha taifa uchi kwa muda mrefu. Dhahabu huhifadhi thamani kwa muda mrefu kuliko fedha taslimu, hutumika kuimarisha thamani ya sarafu ya taifa, huongeza imani ya masoko ya kimataifa kwa nchi. Ukiuza unapunguza usalama wa kifedha wa taifa, unapoteza mali ambayo thamani yake huongezeka kadri miaka inavyokwenda. Unatoa ishara kwa dunia kuwa nchi haina uwezo wa kujiendesha kiuchumi. Fedha zitakazopatikana zitaisha, lakini dhahabu uliyoiuza haitarudi. Historia inatoa ushahidi. Marais waliopita hawakuuza akiba ya dhahabu. Hoja kuwa tunauza dhahabu ili kujenga miundombinu ni dhaifu na ya kupotosha historia. Awamu ya kwanza hadi ya 4, Nyerere, Mwinyi, Mkapa na Kikwete walijenga barabara, bandari, viwanja vya ndege, shule na hospitali bila kuuza akiba ya dhahabu. Awamu ya 5, miundombinu mikubwa kama SGR, bwawa la Nyerere, barabara na madaraja lilijengwa bila kuuza dhahabu ya akiba ya taifa. Swali la msingi ni moja: kwa nini leo miundombinu ijengwe kwa kuuza dhahabu ili hali jana ilijengwa bila kuuza? Kufeli kwa usimamizi wa uchumi katika utawala wa sasa. Uamuzi wa kuuza dhahabu hujatokea kwa bahati mbaya, ni matokeo ya kuporomoka kwa vyanzo vya mapato ya taifa. Kodi zinakandamiza wafanyabiashara badala ya kukuza uzalishaji. Biashara nyingi zimekufa au kudhoofika. Sekta binafsi imepoteza uhai wake. Mapato ya ndani hayatoshelezi mahitaji ya serikali. Badala ya kupanua wigo wa uzalishaji, kupambana na rushwa kikamilifu, kupunguza matumizi yasiyo ya lazima ya serikali imechagua kuuza dhahabu ya akiba. Hatua ya mwisho kabisa kwa taifa linaloshindwa kusimamia uchumi wake. Hii siyo suluhisho, ni kukimbiza tatizo. Kuuza dhahabu hakutatui tatizo la mapato, hakubadili mfumo mbovu wa uchumi, hakuzuii mdororo wa baadaye. Ni sawa na kuuza damu ili kuendesha mwili kwa siku chache. Hitimisho: taifa linalojiheshimu haligusi dhahabu yake kirahisi. Uamuzi huu unaacha maswali mazito. Je, uchumi umefeli kiasi gani hadi kufikia hapa? Kwa nini marais waliopita waliweza bila kuuza dhahabu, lakini leo haiwezekani? Nani atawajibika dhahabu itakapokuwa imeisha na matatizo yakabaki? Dhahabu ya akiba ni ya vizazi vya sasa na vijavyo. Kuuza leo ili kunufaisha, kuuza leo ili kufunika kushindwa kwa leo, ni usaliti wa kesho wa taifa. Aliandika hivyo John Pambalu kupitia katika kurasa zake za mitandao ya kijamii kufuatia madai ya kwamba serikali inajipanga kuuza sehemu yake ya akiba. Lakini pia Benki ya Tanzania siku ya juzi ilikanusha taarifa hii na kusema kwamba haina mpango wa kuuza akiba ya dhahabu ili kufadhili miradi mbalimbali ya serikali.